wakati huu wa kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, tunaona kuzaliwa kwa Yesu. Wakati ule kulitarajiwa na wenye haki. Kulikuwa na taarifa kumuhusu Yesu Kristo tangu Agano la Kale, na ndio maana kwenye sikukuu ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo tuna somo linalosema matarajio ya mwenye haki katika utawala wa Kirumi, somo ambalo tumelipata kutoka Injili ya Luka sura ile ya 2 mstari ule wa 25 na mstari ule wa 37 mpaka 38. Mstari wa 25 tunasoma hivi: na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. 37 na 38 tunapata habari za mtu mwingine, Ana binti Fanueli. Tunasoma hivi: palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Tunaweza kukaa. Kwa hiyo tunaona matarajio ambayo watu walikuwa nayo kuhusiana na ujio wa Masihi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alitabiriwa miaka mingi kabla ya kuja. Na mmojawapo waliotabiri ni nabii Isaya, ambaye alitabiri habari za Yesu miaka 700 kabla ya Yesu kuja kuzaliwa. Na wakati ulipofika, kama ambavyo tumesoma, Yesu aliweza kuzaliwa, na tunaona huyu Simeon, mzee huyu, Mungu akuruhusu aonje mauti kama neno la Mungu linavyosema, mpaka aweze kushuhudia ujio wa Masihi. Na mistari ambayo tumesoma inaonyesha ya kwamba baada ya kushuhudia akasema, sasa Bwana amruhusu mtumishi wako kwenda kwa amani kama ulivyosema. Na Yesu aliweza kuzaliwa kipindi ambacho kulikuwa na utawala wa Kirumi. Na katika somo hili tumesema kwamba tunaposema utawala wa Kirumi, kwa sababu tayari ulishapita, hatuko nao tena, lakini kuna kufanana na tawala nyingine ambazo zipo katika wakati huu. Na tukasema, saidia watoto tulivu. Tunapozungumzia utawala wa Kirumi, kwa sababu haupo sasa,
Lakini sasa tuna tawala nyingine ambazo zinafanana sana na utawala wa Kirumi. Kwa hiyo kwenye somo hili tunapozungumzia utawala wa Kirumi, tunazungumzia katika maeneo mawili makubwa. Eneo la kwanza ni utawala wa Shetani. Shetani wakati ule aliweza kutumia utawala wa Kirumi kuwanyanyasa sana watu wa Mungu. Na tayari tulishaona katika somo lililopita jinsi utawala huo wa Kirumi ulivyokuwa, na wale makaisari ambao waliweza kutawala. Lakini eneo jingine ambalo linasimama badala ya utawala wa Kirumi ni utawala mwingine mbaya wa wafalme wa dunia hii katika mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kwa sasa kunakuwa na tawala nyingine ambazo zinafanana sana na utawala wa Kirumi, zenye makaisari wabaya kama ilivyokuwa wakati ule. Tuliona kwenye ile historia ya kanisa kwamba kwenye utawala wa Kirumi kulikuwa na Kaisari Nero. Huyu anafahamika sana kwa utawala mbaya wa kuwatesa sana watu wa Mungu. Na tuliona kwamba kwa makusudi alichoma mji wa Roma na kuwasingizia watu wa Mungu kwamba ndio waliochoma, ili tu waendelee kuchukiwa na kuteswa, kuzidisha chuki kwa watu wa Mungu. Na hiyo ndio ilikuwa sababu sasa ya watu kumtarajia Masihi ambaye walimtegemea kwamba atakuja. Na tukaona katika kutarajia kukawa na mitazamo miwili tofauti kulingana na maandiko. Mtazamo wa kwanza tumeona ni huu wa Simeon pamoja na huyu Ana binti Fanueli ambaye tumesoma habari zake. Wao tunaona ya kwamba kwanza umri wao ulikuwa umeenda. Kwa hiyo wao walishuhudia tu kile kilichotokea, wakawa wamemshukuru Mungu. Na wao zaidi tunaona matarajio yao yalikuwa au kipaumbele chake ilikuwa ni kuhusiana na ulimwengu ujao, ambao ni ufalme wa Mungu katika ulimwengu ujao, sio ufalme wa Mungu katika dunia hii. Kwa hiyo wao kipaumbele chao ilikuwa ni ufalme wa Mungu, kwamba kwa sababu tumempokea Yesu sisi tunaondoka, lakini huku nyuma tunamtukuza Mungu kwa sababu kuna watu wengi wataokolewa na wataingia katika ufalme wa Mungu. Lakini tunaona kuna mtazamo mwingine ambao pia ulikuwa unahitaji ukombozi. Na kwenye maandiko yanatuonyesha kwamba baada ya Yesu kukamatwa na kuteswa na kufa, wanafunzi wake walikata tamaa. Kilichowakatisha tamaa ni kwamba walitarajia pia, na wao walikuwa na mawazo pia kwamba Yesu atakuja kuwakomboa, atakuwa ni mfalme, kuwaondoa wale makaisari ambao walikuwa wanatawala
ili aondoe watu wake katika mateso hayo. Kwa hiyo walifikiri ya kwamba yeye atakuwa ni mfalme wa dunia hii, lakini maandiko yanasema Yesu alisema kwamba ufalme wangu sio ufalme wa dunia hii. Kwa hiyo tunaona siku ile ambayo Yesu alifufuka akawa anawatokea wanafunzi wake, aliwatokea pia Kleopa na mwenzake waliokuwa na toka Yerusalemu kuelekea kijiji jirani cha Emau, na tunaona kile ambacho walikuwa wanakisema. Walikuwa wanazungumzia ya kwamba tumaini lao au matarajio yao hayapo tena, kwa sababu Yesu aliyemtarajia tayari ameshauawa. Mfalme ambaye walikuwa wanamtarajia awape raha katika ufalme ule ambao ulikuwa unawakandamiza, sasa hakuwepo. Na katika mazungumzo yao maandiko yanasema kwanza Yesu alipotokea walikuwa wamekuja nyuso zao, na walikuwa wakiongea mambo yanayomhusu Yesu. Na Yesu alipoungana nao, alipowauliza, wakaanza kumweleza ya kwamba sisi tulikuwa tunamtegemea na kutumaini Yesu kwamba ndiye atakayekuja kutukomboa na utawala huu wa Kirumi. Lakini pia hata wakati ambapo Yesu anawaaga na kuwapa maelekezo wanafunzi wake mitume, tunaona wanamuuliza swali kwamba je, baada ya Yesu kuambia mtapokea, wasitoke Yerusalemu, wangoje ahadi ya Baba, akisha kuajilia juu yao Roho Mtakatifu, watapokea nguvu na kuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Wanamuuliza Yesu, je, ndio wakati huu unawarudishia Israeli ufalme? Unawarejeshea ufalme Israeli? Ndio wakati huu? Kwa hiyo unaona kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Na hata tumeona kuna watu wengine ambao walitandika nguo zao wakati Yesu amepanda mwanapunda akiingia Yerusalemu, wakakata majani ya mitende, wakamshangilia Yesu akisema, Hosana, Hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Walipokuwa wanasema Hosana, Hosana, walikuwa wanamwambia neno Hosana, Hosana ina maana tuokoe, tuokoe. Walikuwa wanamwambia Yesu awaokoe na utawala wa Kirumi ambao ulikuwa unawanyanyasa. Kwa hiyo tunaona hayo ndio yalikuwa matarajio yao. Kwa hiyo sasa wanashangaa Yesu anawaaga, anawaambia kitu ambacho wao anawaambia habari za Roho Mtakatifu na kushuhudia, lakini wao kuna kitu kingine walichokuwa nakitarajia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hapa nataka tu uone ya kwamba kunakuwa na watu wa aina mbili au makundi mawili, au kulitokea makundi mawili kuhusu kutarajia ujio wa Yesu kutokana na mitazamo yao. Sawa? Mitazamo yao ndio iliyosababisha haya makundi mawili yatokee au tuyaone. Mtazamo wa kundi la kwanza ambalo ni la Ana binti Fanueli pamoja na Simeon, lakini pia tunaona
Kuna mtu mwingine tena anaongezeka ambaye ni mtume Yohana, na yeye pia alikuwa ameambiwa na Yesu ya kwamba hata onja mauti mpaka auone ufalme. Akiwa hapa duniani auone ufalme, ashuhudie hapa aone ufalme wa Mungu auone. Na alipokuwa katika kisiwa cha Patmo, Mungu alimuonyesha, alipa maono ya jinsi ufalme wa Mungu utakavyokuwa. Akawa ameona hata kabla hajafa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona hawa wote walikuwa wanatarajia ukombozi. Makundi haya yote mawili yalikuwa yanatarajia ukombozi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunapoangalia ujio wa Yesu, je, Yesu alipokuja hapa duniani alifumbia macho yale matatizo ambayo yalikuwa yanasababishwa na utawala wa Kirumi? Ulikuwa unawaletea matatizo, utawala wa Kirumi ulikuwa unawaletea matatizo wale watu. Je, aliona kwamba hilo alimuhusu, na kwamba yeye alikuja tu kwa ajili ya mambo ya ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni? Ukombozi wake ulikuwa tu ni kwa ajili ya ufalme wa mbinguni peke yake, au kuhusu maisha haya ya hapa duniani? Tunapoangalia maandiko tunaona ukombozi wa Yesu Kristo Masihi uliotarajiwa ulileta faraja katika tawala zote. Hapo tumeanza na kusema kwamba kulikuwa na utawala wa Kirumi au utawala mbaya wa Shetani. Kwa hiyo kulikuwa na utawala wa Kirumi, lakini kulikuwa na utawala pia mbaya wa Shetani. Katika ulimwengu wa roho, utawala wa Shetani, lakini katika ulimwengu wa kimwili, utawala mbaya ulisababishwa na wafalme au makaisari. Kwa hiyo pamoja na kwamba kipaumbele cha Yesu kilikuwa ni ufalme wa Mungu kwa ajili ya kuzivunja na kuharibu kazi za Ibilisi au kuharibu utawala wa Shetani, lakini pia Yesu Kristo kwa sababu ni Mungu na ndiye mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, yeye pia anahusika na tawala zote. Anahusika na wafalme na watawala wa dunia hii. Ndio maana Yesu anatajwa kwamba yeye ni mfalme wa wafalme na pia ni Bwana wa mabwana. Kuhusiana na utabiri wa Yesu, maandiko yanasema
Yesu Kristo yeye alidhihirishwa ili azivunje na kuharibu kazi za Ibilisi. Lakini kwenye Mathayo 1:21 anasema kwamba Yesu atakayezaliwa atawaokoa watu na dhambi zao. Na kama ambavyo tumesoma kwenye maandiko yetu ya msingi, tunaona pia yeye alikuwa ni faraja ya watu waliomtegemea na kumtumaini. Na ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari ule wa 18 mpaka 21. Matendo, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ni ya 13, sura ile ni ya 3 mstari wa 18 mpaka 21. Tunasoma hivi: lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni, hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona habari za Yesu zilinenwa tangu mwanzo kwa ajili ya kuwaletea faraja. Nasema zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Kuburudishwa ina maana ni pamoja na kufunguliwa kutoka vifungo mbalimbali vya utawala wa Shetani, lakini pia utawala mbaya wa falme za duniani. Na ndio maana kwenye Isaya 61 Yesu alipokuja kwenye ile Luka 4:18 ananukuu maneno yaliyoandikwa kwenye Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hicho ndicho ambacho kilimfanya Yesu aje. Lakini hicho ndio kilikuwa kipaumbele. Kilikuwa kipaumbele. Lakini pia Yesu, kwa sababu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, anahusika pia na kila tawala ambazo zimekuwepo duniani, tawala za kidunia.
Na unaposoma katika Biblia kuna watawala wabaya au wafalme wabaya ambao walimpa nafasi Ibilisi kuweza kuwatesa watu wa Mungu. Na tunaona Mungu au Yesu Kristo aliweza kuinua watu wa kuweza kukabiliana na kuharibu tawala mbalimbali ambazo zilihusika na kuwatesa watu wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 mstari ule wa 6 mpaka wa 10 unapata habari za Musa baada ya kuona mateso ya watu wake katika nchi ya Misri, Mungu aliweza kumtokea Musa, akamwinua Musa kwa ajili ya kukabiliana na ule utawala wa Farao. Kwenye Kutoka 3 mstari ule wa 6 mpaka wa 10 tunasoma hivi: tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mwiti na Mwamori na Mperizi na Mwivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba Mungu pia anahusika na tawala mbalimbali au falme mbalimbali, kwa sababu aliweza kumwinua aliweza kumwinua Musa ili aweze kuwakomboa watu kutoka utawala wa Farao. Lakini tunamwona pia Daudi aliinuliwa na Mungu ili aweze kuwakomboa watu katika utawala wa mfalme Sauli. Sauli aliposhindwa kutawala vema, tunaona Mungu akamwinua, akamkataa Sauli na akamwinua Daudi. Shaza, mfalme ambaye tunaona baada ya Mungu kuupima ufalme wake na kuona hauwezi tena kuendelea, alipelekea ujumbe wa kitanga cha mkono wake kikiandika katika ukuta, nayo maandishi akayaona: Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Na Danieli akatoa tafsiri yake baada ya watu wengine kushindwa, na tafsiri yake ilikuwa: ufalme wako umepimwa na umeonekana umepungua, na kwa sababu hiyo wamepewa wengine ufalme huu. Na baada ya kutolewa tu ile tafsiri, Wamedi wakavamia, na huyu mfalme Belshaza akauawa na nafasi yake ikachukuliwa na mfalme Dario. Na tunaona hata kabla ya mfalme Belshaza kufa, tayari akawa
amempatia nafasi ya juu Danieli katika ufalme wake, na hata baada ya Dario mfalme kutawala mahali pa Belishaza, tunaona pia ukisoma kwenye maandiko hayo kwenye Danieli 5:25 mpaka 31, unaona ya kwamba Danieli pia akapewa nafasi ya juu na mfalme Dario. Mungu akamwinua Danieli akapata nafasi kwenye ufalme wa mfalme Dario. Na watu wa Mungu wanapopata nafasi kwenye utawala au kwenye ufalme, wanakuwa ni sababu ya watu kufurahi. Sasa maandiko yanasema kwenye Mithali, mwovu atawalapo watu ugua, lakini mwenye haki anapotawala watu ufurahi. Kwa hiyo tunaona Yesu alikuwa anajua anaondoka wakati bado watu wanaendelea kunyanyaswa na ule utawala wa Kirumi, lakini akusema kwamba yeye hahusiki. Lakini tunaona majibu yake kwenye ile Matendo 1:6, anawaambia mitume ya kwamba si wakati wenu kujua, kulingana na mpango wa Mungu, kulingana na mpangilio wa Mungu, sio wakati wenu kujua, kwa sababu hili liko kwa Mungu na Mungu anafanya kwa wakati wake. Lakini anawaambia pamoja na hayo, haleluya, jina la Bwana libarikiwe, haleluya. Najua mitume wao walifikiri zaidi kuhusu uwezekano wa uhuru wa kisiasa kwa Israeli kuliko kuhusu wajibu wao. Sasa hapa Yesu, ukisoma kwenye hii Matendo 1, tusome hapo ili muweze kuelewa kile ambacho nimekusudia ukifundisha. Matendo 1:7-8, baada ya lile swali kwenye ile Matendo 1:6 tunapata swali ambalo mitume waliuliza. Niwakumbushe lile swali kwenye Matendo 1:6, anasema hivi: basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Ufalme wao wanaolenga ni ufalme huu wa kimwili. Tumeshaona kuna ufalme wa kiroho na ufalme wa kimwili, lakini hapa Mungu Yesu anazungumza juu ya ufalme wa mbinguni. Ukisoma kwenye mstari wa kwanza anasema, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Unaona hapo? Yaani siku zote hizi 40 baada ya Yesu kufufuka, yeye alikuwa, yaani mafundisho yake yalikuwa yanahusu tu ufalme wa Mungu.
Yeye anazungumzia tu mambo ya ulimwengu ujao. Lakini sasa hapa tunaona baada ya kuzungumzia hayo, ule mstari wa 4 anasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke wapi? Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Anawaagiza, lakini wao wanachokihitaji, wanachokitarajia, wanaona kama Yesu akiona ni kama amefumbia macho, ni kama haelewi, japo na yeye amekuwa kwenye huo ufalme, na yeye mwenyewe kuna mateso aliyoyapitia ya kutaka kuuawa na kuangamizwa, na tunaona kweli akafufuka. Lakini sasa anasema yani yeye akugusia kabisa ili swali. Sasa sikiliza ili swali wanalouliza. Anasema basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Sikiliza sasa jibu lake. Anasema akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Haleluya. Sasa hapa sio kwamba hakuwa anatambua kwamba watu wanahitaji faraja, wanahitaji ukombozi katika kipindi kigumu cha utawala huo wa Kirumi uliokuwepo wakati huo, kama ambavyo tumeona ulivyokuwa unawanyanyasa watu. Bali jibu lake linaonyesha ya kwamba katika mpangilio wa Mungu, Mungu anajua na Mungu atafanya kwa wakati. Na kuonyesha kwamba Mungu anafanya kwa wakati, ukisoma kwenye Mhubiri 3 anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Yesu alipokuwa katika harusi kule Kana ya Galilaya, walipotindikiwa divai, mamake Yesu anawaambia atakalowaambia fanyeni. Lakini Mariamu mama yake anamtaka Yesu afanye jambo, lakini Yesu anamwambia, mama, tuna nini nao? Saa yangu haija wadia. Haleluya. Sio kwamba hatafanya, lakini atafanya kwa wakati wake, na wakati wa Mungu ndio ulio sahihi. Ndio maana anawaambia si kazi yenu ninyi kujua. Mungu anajua katika mpangilio wake, anajua kila jambo linaloendelea, anaelewa kinachoendelea, lakini atafanya kwa wakati, kama ambavyo alifanya kule Misri akiwa na Musa, akawakomboa wana wa Israeli kwa wakati, kwa ushindi mkubwa, kama alivyokuwa na Daudi akawakomboa watu kutoka utawala mbovu wa mfalme Sauli, kama alivyokuwa na Yusufu, na Mungu akamtumia Yusufu kuliokoa taifa zima lisiangamie kwa njaa. Tunaona jinsi Mungu anavyofanya mambo kwa wakati. Haleluya. Haleluya. Kabla ya njaa kutokea, tayari Mungu alishatangulia kwenye mipango yake.
kwa sababu tayari alishamwandaa Yusufu akawa katika nchi ya Misri na akatengeneza mazingira ya wokovu kwa taifa lake teule. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wakati hawa watu hawaelewi na wanahitaji majibu kutoka kwa Yesu, majibu ya Yesu yanaonyesha kwamba kila wakati Mungu huwa anakuwa mbele ya kila tukio. Yaani kabla tukio halijatokea, tukio baya halijatokea, tayari Mungu anajua. Na tayari Mungu ameshafanya. Ndio maana ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 10:13 anasema, jaribu alikuwapata ninyi ila lililo kawaida ya wanadamu, lakini pamoja na lile jaribu Mungu ni mwaminifu, atafanya mlango wa kutokea. Kwa hiyo hapa Yesu anawaambia, anajua sawa kuna hilo tatizo, lakini hilo tatizo halina nguvu yoyote. Halina nguvu yoyote. Lingekuwa na nguvu ningeshughulika nalo. Na kwa kufanya hivyo, majibu ya Yesu yalikuwa yanaonyesha mtazamo wa kufuata, mtazamo kama waliokuwa nao Simeon, mtazamo kama aliyokuwa nao Ana binti Fanueli. Unajua wao wote na wao walikuwa wanatarajia pia faraja ya mambo ya kimwili. Kwa mfano huyu Ana binti Fanueli, maandiko yanasema yeye kama ni jaribu alilokuwa nalo, yeye aliolewa. Baada ya kuolewa, maandiko yanasema kwamba akaishi na mume kwa miaka 7 tu. Akaishi na mume kwa miaka 7 peke yake. Kwa hiyo akawa mjane. Na tunachokiona, yeye alibadilisha mtazamo kutoka kumlalamikia Mungu kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wa Yesu. Wanamwambia au wanamkumbusha Yesu kuhusiana na kuwarejeshea ufalme huu wa kidunia. Kwa tafsiri nyingine walikuwa wanamwambia, mbona mambo ya hapa duniani, mbona wewe unatukazania tu mambo yanayohusu ufalme? Haya mambo ya hapa duniani ni kama uyaoni, ni kama uoni hata ujane wangu. Lakini tunaona huyu Ana binti Fanueli aliamua kufanya nini? Kubadilisha mtazamo. Baada ya kuona yale anayoyatarajia ya kimwili hayajaweza kutimizwa, hayajaweza kutokea. Na tunaona kile ambacho huyu Ana binti Fanueli alikifanya ni kwamba alifanya hali yake ya ujane. Hiyo hali yake ya ujane ilikuwa ni hali mbaya, hali ambayo hakuna mtu anayefurahia, kwa sababu ametoka kwenye maisha ambayo aliyatarajia. Alitamani awe na mume wake, alitamani awe na watoto wake, alitamani awe na usaidizi wa karibu.